Hizi ni habari za kipuuzi kutoka hapa Molito Updates, na msomaji wako ni mimi Hussein Molito. Zimbabwe. Mwanafunzi mmoja asiye na adabu anashikiliwa na mwalimu mkuu kwa kitendo cha kumpiga mwalimu wake makofi yasiyo na idadi. Aidha, mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 16 na mwalimu wake mwenye umri wa miaka 30 ilitokea hitilafu isiyojulikana chanzo chake, na hivyo kutokea mwanafunzi huyo kukosa adabu na kumpiga mwalimu wake makofi mengi kwelikweli. Watu katika jumuiya ya watu wa hovyo wamempongeza mwanafunzi huyo kwa sababu walimu wengi wameonyesha kwamba hawafurahii na vitendo ambavyo wanafunzi wanavifanya, na hivyo mwanafunzi huyo kuibuka kidedea. Mwanafunzi huyo asiye na adabu ameonekana kama shujaa kwa macho ya wengi, na vile vile ameonekana kama ni mmoja wa watovu wa nidhamu kwa kuwafundisha watu wazima nini cha kufanya pindi wanapokutana na walimu wao. Tukifungua na habari za michezo kutoka mataifa ya mbele, leo lile kubwa jinga ambalo lilikuwa linaongoza na watu wakasema kwamba kuongoza kwa Arsenal sio kwamba ndiyo kuchukua, na leo hii imedhihirika wazi baada ya kubwa jinga hilo kudondosha pointi kizembe kabisa na Aston Villa. Arsenal wamedondosha pointi kizembe wakiwa ugenini kwa kufungwa mabao 2-1 na kusababisha kubaki pale pale na pointi zao 33, huku wakifukuziwa nyuma kwa nyuma na Manchester City pamoja na Aston Villa wenyewe ambao mpaka sasa wamefikisha pointi 30. Hivyo kutakuwa na utofauti wa pointi 2 tu ambazo naamini mimi kama mtabiri na mbetiji mzuri wiki ijayo Arsenal atadraw, hivyo kusababisha kwamba ashuke pale kabla ya Christmas. Utabiri ambao umetabiriwa na kwa sasa unaenda kutimia. Ni mimi ripota wako Hussein Molito. Tukutane wakati mwingine kwenye habari za kipuuzi hapa hapa Molito Updates. Mpaka wakati mwingine.